Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh almustami'in alkiram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasikilizaji wangu na watazamaji watukufu, baada audhu billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bika nasta'in. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa khalaqal janna min marijin min nar wa lan nushrika bi rabbina ahada wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada. Karibuni tena kwenye kipindi chetu tukipendacho Sauti ya Mzimle, tiba, dawa na ilmu za marohani, elimu ya kati na kati, kujifunza, kuelimika na kufahamu. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, wa baad. Vipenzi vyangu na wasikilizaji wangu wa sauti hii ya Mzimle, karibuni tena kwenye kipindi chetu tukipendacho Sauti ya Mzimle, kipindi kinachoelimisha tiba na dawa na marohani, kipindi chenye manufaa na faida kubwa kwa wale ambao hawajui elimu hii ya kati na kati, isiyotaka mwelezo au maneno yanayotumika katika ufafanuzi, isipokuwa maneno ya vitendo vinavyotendeka bukratan wa aswila. Hakika kuna mambo katika maisha huwa utajifunza kupitia vitendo vya dunia yenyewe. Si lazima upate maandishi au maneno yale yaliyosema kuwa asiyesikia la mkuu vundika guu, au asiyefunzwa na mama ufunzwa na ulimwengu. Ni kweli, huu ulimwengu pia ni mwalimu wa kufunza watu yale ambao mtu hakufunzwa, na vile vile ni utendaji au uwajibikaji wa vitendo vinavyoonekana ambavyo hata kama havikutajwa ndani ya maneno ya Mungu wala ya mtume, lakini mambo yenyewe huwa yako kwa vitendo au matendo yenyewe. Kwatendeka mambo ambayo hayahitaji mtu kuambiwa mpaka atole aya ya Qur'an au hadithi za mtume. Yako mambo ambayo yanajisibu, yanajitengeza na yanajiunda kila kukicha au kila tukenda mbele hatua moja, basi kwa jambo ambalo lajibuni au latengezwa au lazuka, au pengine ni katika siri zake Mungu katika uumbaji wake laja. Kwa hivyo kufikia kueleweka huku, inshallah kueleweke na kufahamike kwa kuwa na kujuza, ili utoke katika wasiojua. Naam, na furaha ya kutosha, japokuwa kwa siku kadhaa sijaingia live, hamujaniona hewani kwa sababu ya majukumu ya kazi. Nilishikika kwa majukumu makubwa ya kikazi, kazi zenu kuzitumikia, ikawa sina nafasi ya kuingia hewani kwa siku 3. Leo nimerudi tena hewani. Vipenzi vyangu, munisikize, muilimike tena, na tutazidi kuilimika. Na kama vipindi vyangu kwa bahati mbaya huvipati kwenye live, ingia YouTube, andika Mzimle Kaimwe Darus, Mzimle Kaimwe Darus YouTube, alafu utaziona darasa zote ambazo ukuzisikiza, ukuzipata nafasi, ukuzipatia nafasi, utazipata pale, zote ziko wazarekodiwa. Kwa hivyo huna sababu ya kutopata darasa, isipokuwa ukiwa mlikosa darasa la live. Inshallah, wengine waniuliza mbona leo hatukuwa na live, mbona darasa siku ile mimi network yangu ilikuwa yasumbua sikusikia. Basi inshallah ukisikia mambo kama hayo, ingia kwenye YouTube, andika Mzimle Kaimwe Darus, Mzimle Kaimwe Darus, na utaziona darasa zote hapo, zitakukinaisha na zitakufidisha, utafaidika nazo inshallah. Huna sababu ya kutosikiza darasa. Wewe kipenzi wangu unaoniangalia hivi sasa na unanisikiza, inshallah una faida ya kutokosa kunisikiza kwa dharura za network au nyingine. Darasa hizi zahifadhiwa, kwa hivyo itakuwa wazipata kupitia YouTube,
ukiingia insha Allah, na huko TikTok. Sasa furaha yangu ni kuwa sina budi kuishukuru ministry au wizara, Ministry of Gender, Culture and Children Services, Department of Culture, kwa kunipatia mimi certificate kubwa au kibali kikubwa cha kutambuliwa kama daktari hodari wa kazi zangu, daktari wa kienyeji hodari wa kazi zangu, mtabibu wa kimataifa duniani, mashallah. Certificate ambayo imeandikwa Traditional Medical Practitioners, mashallah, yatoka katika Wizara ya Culture, na alhamdulillah nafurahi ikisema Certificate for Registration of Traditional Medical Practitioners, mashallah, ikiwa na logo ya serikali. Sina budi kuishukuru serikali kwa kutambua kazi yangu njema na kuniidhinisha kwa kibali cha kuwa napaswa kuendeleza kazi na napaswa kuendeleza utabibu na kusaidia watu katika haja zao, matatizo yao na tabu zao. Hii certificate ni kubwa. Nashukuru Wizara ya Utamaduni kwa kunitambua, Wizara ya Culture, mashallah, mashallah, mashallah. Nimefurahika kwa hili na nitazidi kuwa na furaha zaidi na zaidi. Huwa ukifanya kazi si lazima ujitangaze, kazi itakutangaza, na nashukuru kazi yangu imenitangaza. Mashallah, 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 mashallah. Leo vipenzi vyangu wa sauti hii ya Mzimle, tutaendeleza somo letu au tutaendeleza faida ile ambayo ilikuwa tulipoianza darasa likaisha, la ikawa hatuna nafasi au wakati wa kuendeleza, isipokuwa tutaendeleza leo somo letu tulipoliachia, somo linalosema dalili 41 za mtu mwenye jini mchafu, au dalili 41 za mtu aliyesibiwa na jini mchafu. Ukitaka kujijua wewe si mzima na wewe una maradhi ya jini mchafu mwilini kwako au nyumbani kwako, na wewe vile vile uko hatarini, ni dalili hizi 41 ambazo ilikuwa ninaanza ya kwanza tukafika ya 5 wakati ukaniishia. Dalili ya kwanza yasema kuumwa na kichwa upande mmoja, au masikio kuuma pande zote mbili, au kuumwa na meno upande mmoja, au kuumwa na mgongo upande mmoja, au kuumwa na kiuno upande mmoja, au kuumwa na kifua upande mmoja. Tukenda dalili ya pili ikasema kuumwa na tumbo chini ya kitovu, haswa kwa mwanamke. Dalili ya tatu kuumwa na moyo au moyo kwenda mbio na kushtuka sana. Vile vile tukafika katika dalili ya 4 iliyosema kushikwa na moto mwilini, haswa miguuni na kifuani, au ganzi au maumivu makali ya mwili kama vile kidonda mwilini. Hizi ni dalili ambazo tulizieleza katika kipindi kilichopita. Katika kipindi chetu cha leo tutaanza dalili ya 5. Dalili ya 5 ya mtu kusibiwa na jini mchafu. Dalili ya 5 ya kuonyesha mtu anaye jini mchafu, yani augua maradhi ya jini mchafu, kama ni katika mwili wake au kwenye roho yake au kwenye nyumba yake. Hizi ni dalili za wazi. Ukiwa nazo jijue wewe si mzima, wapaswa utafute matibabu ya haraka kabla umri kwenda ukafika mahala ukaangushwa au ukafa bila ya wakati wako. Ukafa bila ya wakati wako, na maanisha wewe ulikuwa una sababu ya kujitibu, hukujitibu ukapuuza. Kwa hivyo gonjwa likawa ni sababu yako, likakuondoa katika ajal, likakuondoa katika sababu ambayo sio ya kupaswa wewe kuondokea nayo. Ajal ni jambo la kuzuka, si sababu. Kwa hivyo hivi nataka watu waelewe, kila mwenye jini mchafu ni bora atafute matibabu ya haraka. Kwa dalili ukiziona zimedhihiri kwenye mwili wako, jitafutie tiba, usikae nyumbani, na vile vile usipuuze tiba za kienyeji ukasema labda majani vijiti, au watu wavao mango meupe meusi mekundu wale
usidharau. Tafuta tiba. Kutibika ni jambo ambalo ni faradhi, si sunna, faradhi kwako. Yapaswa wewe uwe mzima, ndio maana upate kufanya nini? Kila linalofanywa. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hamalizi swala yote ya faradhi mpaka aseme Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afia, na kuomba msamaha na nakuomba uzima. Sasa hili jambo la kutafuta uzima halitakiwi kufanywa nini? Kucheleweshwa, au pengine mtu kutaka atakapo yeye sasa hana budi tena, ndio sasa enda tafuta matibabu, na wakati hautokusubiri wala huyo mnyama hatokungojea ati ukafika nafasi ya wewe kumfanya nini? Kumdhuru yeye, kumtoa na vile vile kumnini? Kumuondoa. Isipokuwa pengine yeye atakupatiliza kuwahi wewe mbele, ahakikishe kuwa amekudhoofisha kinguvu za kimwili, kinguvu za kiafya za kiume, na vile vile kwa kinguvu za kifikra na kiakili, au kinguvu za kimawazo. Na vile vile utakuwa mtu mwenye kuugua maradhi ya kimwili, aina ya maradhi ambayo hukuwa nayo, hukuzaliwa nayo. Hapa mahali watu watakawajichunge sana, wajielewe, na usingojee mpaka ikawa tasa ndio hiyo mwisho ndio enda tafuta nini? Wenda tafuta kujitatua. Mtu asubuhi ikitaka kujulikana kama asubuhi, au siku ikitaka kujulikana kama leo siku, hujulikana asubuhi. Na ndio Waswahili wakasema siku njema huonekaniwa asubuhi. Kwa hivyo wewe usitafute jioni na jua lazama kiza chaja, ati watafuta tiba, watafuta dawa, watafuta kumtoa jini mchafu. Je, kama shaingia kizani na hakuna taa ya kuonekana alipo, utataabika, utateseka, utadhalilika, na utangojea kilo kikawa jua mimi nafa. Utayaona mauti haswa kabla hujafa, utayaona mauti. Wengi wenye hawa majini wachafu kabla hawajafa wayaona mauti. Wenzao wafa bila kuyaona kwa sababu kufanya maradhi mengine, lakini mwenye kufanya jini mchafu mwilini, huwa mauti yayaona kabla hajafa, akayajua vizuri, ndio kisha akayaingia akiwa yadhalilika, yateseka, na vile vile yaumia. Yote hayo ya nini? Ya nini yote hayo? Ngoje mpaka uyaone yakufika ndio watu watafuta tiba. Tafuta dawa kabla ya gonjwa. Kabla ya gonjwa watu utafuta kinga, nisiugue gonjwa fulani. Na likikuingia gonjwa, kabla ya kuwa gonjwa walitafutia dawa ili lisiwe ni gonjwa, liondoke, kama linavyoingia litoke. Lakini wewe walikuza, walilea, walieka, vile vile fanya nini? Waliogelea. Kisha sasa ushakuwa mwenyewe na jambo lenyewe lishakuzoea, haliwezi kukuata. Lapigwa madawa, lapigwa visomo, lapigwa mafukizo, lapigwa sijui nyungu, halitaki kukuata kwa sababu ulikuwa ushalipa mazoea. Sasa hii tabia ya kuzoea ugonjwa na waomba kila anenisikiza mimi hivi sasa duniani kwa sauti yangu hii ya Mzimle na kwa neno la world warning, na utahadharisha ulimwengu na walimwengu, usizoeane na magonjwa tafadhali. Kusiwe na mazoea baina yako na ugonjwa, na ukajiona pengine jambo bora wewe, na ukaona pengine kitu akikuza, na pengine ukaona ni cheo hicho kujipa cha kufanya nini, cha kuzoea magonjwa. Usiyazoee magonjwa, hususan magonjwa ya majini wachafu, haya magonjwa mabaya ya sihiri, ya uchawi, magonjwa ya hasad, kijicho, haya mabaya usiyaweke yakawa ni mazoefu. Usiyape nguvu, usiyakubali, kwa ufupi yakatae. Na kuyakataa kwako ni kuyazuia yasikupate, na yakikupata yapatilize pale pale yakiwa yakupata, kabla hayajawa mazoea, ikawa sasa wewe unzoea kulea nini au kukana nini maradhi na magonjwa ya majini wachafu. Wako watu huku mijini, katika sehemu za tofauti za dunia, katika miji tofauti duniani na vijiji, basi kuna watu wapenda kuwa na mazoea na magonjwa, wayazoea magonjwa. Yani yeye alifanya gonjwa kama ndiye nini, ndiye mwenziwe. Shaona gonjwa halina mwenzake. Ukilipa usuhuba na urafiki, basi wewe wafungua nini? Wafungua mapema mlango wa kaburi lako upate kufanya nini? Kuzikwa.
wakati wenzako wataishi mpaka wawe wakongwe. Marika lako watakwenda mpaka wawe watainama, mpaka vitu pia vitatizama ardhini bado waishi. Watu wafikisha miaka 100, miaka 100, miaka 150 watu wafikisha. Wewe ndaangukia hapa katika 40 na 50. Kwa sababu gani? Wewe umfuga ndwele. Wewe uyafuga maradhi mabaya, machafu, maradhi ya shetani. Na wewe uyafanyia mazoea. Ukaona kuzoea kwako ni bora, na ukaona jambo la fanya nini? La paswa wewe kulifanya. Ondoeni mazoea na ugonjwa, ondoeni mazoea na maradhi ya majini wachafu, kwa sababu watesekao na magonjwa haya hukosa dawa kwa muda mrefu. Shaelewa? Na wakipata dawa upata dawa bitawakuli, kwa kuomba Mungu, kutegemewa Mungu. Mwenyezi Mungu ajalie dawa hii ifanye kazi, maana dawa haitibu. Dawa tu haitibu bila amri ya Mungu, uwezo wa Mungu. Lazima dawa itumie uwezo wa Mungu, amri ya Mungu ndio itibu. Kama vile ambavyo wewe ukiwa mgonjwa ukitaka tu kutibika hivi hivi bila dawa pia hutibiki. Mpaka kwanza ule dawa, usiseme tu nitapoa au Mungu yuko. Kula dawa. Dawa nayo pia inawekwa, gonjwa linawekwa. Hakuna gonjwa hakuna gonjwa ambalo lapoa bila dawa, mpaka ule dawa. Na huku nako kunawekwa dawa, na hakuna dawa ifanyao kazi bila nini? Amri ya Mungu, uwezo wa Mungu. Uombe uwezo huo dawa unapokula, ikiwa yaingia kwenye mwili, sema dawa hii iingie na uwezo wa Mungu. Inipooze gonjwa langu, iniondolee mabaya yangu. Hivyo tu. Likuli mri maana kila jambo nia. Watu hawajui kama pia dawa ukitaka kuila mpaka uinuilie. Wanuilia dawa si yenye kumpoza mgonjwa. Mwenye kumpoza mgonjwa yuko ni uwezo wa Mungu na idhini yake. Na vile vile alisema yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, mwenye kutaka kupoa ale dawa bishifa. Likuli da'i dawa, kila gonjwa lina dawa yake. Tadawa ya ibadallah, fanyeni dawa enyi waja wa Mungu. Kwa hivyo usidharau dawa. Usidharau kufanywa dawa kabisa. Dawa, kufanywa dawa ni jambo muhimu. Usilete madharau mpaka yakafika mahali hayafanyiki nini? Hayasaidiki, ati ndio sasa watafuta nini? Watafuta dawa. Utaikuta dawa yapita, lakini haiondoi kile ambacho chapasa dawa kuondoa. Ushaelewa? Jitibu kipenzi changu na nisikiza kwa sauti hii ya Mzimle mapema, ukiziona dalili za wewe una dalili. Ushaelewa? Na moja katika jambo wapaswa kulitibu kiliona na dalili zake ni jini mchafu. Hivi sasa nasomesha darasa ya dalili 41 za jini mchafu. Msipuuze. Kwa unaona katika hizi 41 hisabu na ngapi? Zihesabu wewe, mimi kiendelea na darasa hisabu. Somo hili. Useme hii nayo, hii sina. Andika, shika kalamu na karatasi. Huku nikisema gonjwa dalili fulani nayo, andika. Paka zikifika 41 utajua wewe una ngapi, huna ngapi. Na utajua wewe msibiwa au si msibiwa. Unalo gonjwa au huna. Unaye jini mchafu au huna. Pale tena ikiwa huna, sema alhamdulillah rabbil alamin, na ikiwa unayo dalili hizi hata kama mmoja, sema inshallah nitasikiza amri ya Mungu na mtume wake, nitatafuta dawa ya gonjwa lenyewe. Chaelewa? Dawa ya gonjwa lenyewe, kwa maana ya gonjwa lenyewe. Si dawa yoyote. Mtu hali dawa yoyote akiwa na ugonjwa, wala dawa ya gonjwa lenyewe ndio upoe. Usitanganye dawa za magonjwa. Wewe ugonjwa mwingine wala dawa nyingine hutopoa. Wewe atakiwa uende kwa mtabibu, mwalimu au mganga, wenda hospitali, hutopoa. Yatakiwa ujielewe hivyo, kwa gonjwa lina dawa yake. Lazima utafute dawa kwa kujisaidia ili Mungu naye akusaidie. Usikae ndani ya majumba, usikae ndani ya majumba paka maoza ndo matolwa tena mabebwa. Tulikwenda tukamtoa bwana mmoja nyumbani kwake, anaoza haswa kwa magonjwa ya majini wachafu. Mpaka nakwambia kweli, tunataka mtoa ndani ya nyumba kumpeleka hospitali, ankimbiwa mtaa mzima na jamaa zake. Ametoa peke yake ndani ya nyumba. Twenda mtoa bwana, nyumba ya nuka, ukianza kuingia tu wausikia ule usaha, wasikia ile harufu ya ashaoza kwenye sehemu za mwili, mapajani ashaoza, hata mapaja yapasuka yenyewe katika kama vile mfano wa nini watermelon.
mapaja ya tana, tukimbeba huku la huku lataka toka, la huku na lataka mabu, usaha, harufu. Maskini antupwa na jamaa zake, tukamkokota, tukaona dawa nzuri au jambo zuri ni kumtia kwenye plastic la lailoni hii sehemu yake ya mwili huku nyuma, ili ilale lailoni, kwa sababu hiyo asichafue nguo zingine au magari ya watu. Lakini hata wenye magari tulipowaomba, tukawaambia tuna mgonjwa huyu tunataka tumsaidie, tupeke Coast General Hospital, wallahi walikataa, wakasema huyo bwana atanichafulia gari langu, huyo bwana asiwezi harufu yake. Watu wengi walikataa kumsaidia, mpaka utokea mmoja katika wa Somali ambaye na imani akatusaidia gari lake. Somali ambaye ni Mbarawa, akasema lakini tumvishe hiyo plastic alafu tumtie kwenye gari. Tukampeleka hospitali ya Coast General, alipoangaliwa wakasema haya hata si yetu, haya mpelekeni kwao akatibiwe, haya ya kinyumbani namna hii. Na tukampeleka, lakini kawa toilet maskini, baada ya wiki moja akahudumiwa kule kwao na kuna mtabibu wao wa nyumbani kwao, akafa maskini. Baada ya 1 week akafa. Mwenyezi Mungu atamrehemu, atamweka mahali pema peponi inshallah. Wallahi haya ndio mambo watu wapitia. Ukikataa au ukijivunia leo, kesho huijui. Waona leo wapiga mswaki, leo sijui watia vidole va pamba va shikio, leo sijui waoga na sabuni hii na ile, leo sijui mwili alhamdulillah wapendeza, wanukia na vile vile una imara. Kuna siku kumbe kuna mambo yote hayo yatakuwa hakuna. Waugulia na watu wakufanya nini? Wakukimbia. Watu wapeke yako. Ukipata wakukuguza basi wewe mbahatika. Kuna watu wana imani na kuna watu upata mateso baada ya lile gonjwa alilonalo akakosana watu wa kumuuguza. Kila mmoja atoa sababu, mimi nda safari, mimi sijui na hama hapa, napoa transfer kazini, mimi sijui. Yani utaatwa peke yako kitandani, kama alivyosema ile maneno mshairi ule wa nyimbo. Alioimba nyimbo akasema utaatwa peke yako kitandani. Utaatwa kweli. Watu waate shughuli zao, zisitengenee, zisiendelee mbele, zisive. Mtu afunde kila jambo lake, aseme sendi kazini kwa ajili ya wewe. Kuna na sababu pia ya watu kukuata. Watu wanajitafutia, wakikaa na wewe watapatapi, na wanajamii, wana familia, wana watoto. Utabidi watwe. Ukitokea kutizama labda mfanyikazi aandikwe kazi, labda pengine upelekwe mahala, jumba la mayatima au jumba la wazee wa zamani, wale wazee wa kongwe. Haya sasa tena uatiwe serikali. Haya mambo yazatokea ikiwa wewe utaukuza ugonjwa na hutopata tiba, utojisaidia, ukajishiriki, ukajitatua. Leo waijua ilivyo, japokuwa huijui mwisho wake na leo yenyewe kwa itaisha vipi. Na je, kesho waijua? Kesho haijulikani kabisa. Waliondoka watu wakawa wanjaliwa leo wazima, kesho wakawa wengine wa ICU, vyumba vya hatari hospitali, wengine wa makaburini, watangaziwa wataondolewa saa ngapi majumbani. Haya mambo hayataki kupuuzwa bwana. Haya mambo hayataki kupuuzwa. Tembeleeni tiba, zitafuteni tiba, jitibuni kabla haijafika mahali ukakosa wa kukutibu. Pia hawa tabibu wengi waliokuwa wajua tiba wa wapi, nao pesa washakufa wengi. Sasa tiba zafanywa na wengine, vijana wengine wadogo wadogo, hata hawakusomea, lakini wenyewe watafuta riziki. Sasa wana mara nyingine ya kupadawa hata sio, akwambia nkutoa jini, kumbe nkutoa kohozi. Utapika kohozi ambao jini huo, kumbe kohozi. Sasa wawapi tena madaktari wa kisawasawa waliovuma duniani na waliokuwa wakiwasaidia watu na watu wazima wawajua Sasa kumeingia mambo kwa sababu hawako wenyewe, yashikwa na watu ambao hata si wenyewe. Ukiingia humu kwenye ma TikTok humu ukiangalia, saa nyingine ndo wasikia mtu akwambia usitukue mganga kwenye TikTok wala mtabibu. Kweli wengine hata hawana vibali, hawakusoma, wengine wasomea uchawi kamwe. Mtu asema ni mganga, atumia mambo ya mazinga mbwe, mambo ya kutishatisha, mambo ambayo si ya kweli. Alivyonieleza mteja wangu mmoja leo kwa simu, akaniambia alikwenda Tanga akatolewa nyoka ndani ya tumbo, wala si nyoka. Yeye mwenyewe hakumuona huyo nyoka, ambaye anatolewa nyoka.
akateka. Yani saa nyingine waweza ukailisha jamii na familia ya mtu fulani kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya wewe kutaka kufanya hayo. Untaka wewe kuamlishaji watu, tawalisha ambao hawapaswi au sio madaktari kamwe. Watu wajaribu hizi kazi sahihi. Kila mtu ajaribu. Zina pesa, zina mavuto, zina faida, basi watu waingia. Kila mtu yeye daktari leo, kila mtu ni mganga, kila mtu ni tabibu. Utashangaa bana. Someni, nitafuteni mimi sauti ya Mzimle, nitafuteni mimi Mfalme Kaimu. Wallahi ilmu iko, nikuelekeze ukasome kama tulivyosoma wenzenu. Ilmu haishi. Wafaa upaswavyo wewe uitafute ilmu, uwe mtabibu wa kisawasawa kikweli kweli, mwenye kujua dawa na kila kitu, ili wewe dawa yako iwe faida kwa watu. Dawa yako iwe faida kwa watu, ili usaidie watu. Sina budi mimi vile vile kumshukuru bwana mmoja. Huyu bwana yeye ni mtabibu na yuauza mafuta ya kusaidia watu. Kiwa una jini mchafu mwilini, kiwa una baridi, kiwa una mishipa, mashallah ametengeza dawa kutokana na ilmu. Hii dawa yaitwa Al-Fawz Tiba. Al-Fawz Tiba Ajab Massage Oil. Mashallah bwana ni hodari sana. Bwana mwenyewe aitwa Hatibu. Huyu bwana Hatibu ni hodari mashallah wa hizi tiba na hizi dawa za mafuta za kukanda mwili na viungo na mishipa na vile vile kupaka mwilini kuondoa matatizo mingi ya kimwili. Dawa yake hii ambayo ameita Ajab Massage Oil, mashallah inatibu maumivu ya kiuno, uti wa mgongo, goti, ganzi, kidonda, kuumwa na kichwa, kukosa usingizi na maumivu yote ya mwilini. Huyu bwana ni hodari sana. Nilimsifu wakati fulani kwa hii dawa. Yake. Ambaye ana matatizo haya aliyoyataja, amtafute huyu bwana apate haya mafuta. Mashallah. Namsifu sana bwana Khatibu. Wallahi huyu bwana katika mafuta niliyoyaona mimi ya tiba, niliyoyaona mimi tangu nifanye kazi hiyo miaka duniani. Leo miaka mingi sijaona mafuta ambayo yana faida kwa mgonjwa kama haya. Huyu bwana Hatibu ambaye yuapatikaniwa Bondeni hivi sasa, alikuwa akikaa Majengo akaenda Likoni, sasa kwa yuko Bondeni hapa Mombasa, mtaa unaitwa Bondeni. Mashallah, nampa hongera. Haya mafuta yake nimeweza pia mimi kuyatumia kwa wagonjwa wangu ambao wana matatizo. Mashallah, sasa wanaambia hatuna hizo shida. Sasa hawa ndio madaktari wa kutafutwa. Hawa ndio madaktari wa kununuliwa dawa zao. Hawa ndio madaktari wa kufanyiwa biashara, watu wakafikia kununua, wakapata siku faida ya kumpa yeye pesa, faida na wao kupoa magonjwa yao. Leo watu wengi walia haya matatizo haya. Dawa zilizoko nyingi kila mahali, lakini hazijawa papasishwa, wala si dawa kuweza kutumia kweli dalili ikaonekana kwa mpoa. Ni dalili kwa saa nyingine mtu wapata tu nafuu kidogo, alafu yarudi tena gonjwa lake larudi kubwa kuliko lile la mwanzo. Huyu bwana mashallah namsifu, na nyote nataka, ikiwa una matatizo yaliyotajwa hapa, dawa hiyo shilingi 500 tu chupa moja. Mashallah. Na kuna ile pia ya kuletea paka nyumbani, wampa tikiti yake. Mafuta haya mazuri sana ambayo mwenyewe ameyapa jina Tiba, akayaita Ajab Massage Oil. Huyu bwana mashallah, mtafuteni kwa mafuta haya. Namba yake ya simu ni 0711 392352, 0711 39
2352. Haya mafuta hamupaswi kuyakosa kwa viungo kama alivyoyaeleza yeye hapa. Mafuta haya kuwa yanatibu maumivu ya kiuno, uti wa mgongo, goti, ganzi, kidonda, kuumwa na kichwa, kukosa usingizi na maumivu yote ya mwili au mwilini. Sasa hizi ndio dawa zapaswa watu watumie, si dawa ambazo leo kuna watu wataka pesa tu au wataka tu kuwala watu wao wanufaike. Kila mtu atengeza dawa, na dawa zauzwa mahali kokote, kumfunguliwa maduka kila mahali, kunawekwa mameza kila mahali, kwa tangazo dawa paka kila mahali, na wewe ndanunua ukijua dawa hii itanipa uzima au itanisaidia, na ndio kumbe wenda jifanya nini, wenda jizidisha maradhi na magonjwa yenyewe. Yuko bwana mmoja aliuzwa mafuta, akaambiwa ati haya ondoa baridi. Ndio ilikuwa afadhali hapo mwanzo mwenyewe aguchia atembea kwa kuvuta miguu. Alipopaka ile mafuta akalala kabisa kitandani, hakuinuka mpaka nilipoitoa mimi. Ngine kamlia haya mafuta akapaka, ndo akainuka mpaka leo ni mzima, yatembea na miguu yake. Na kushukuru sana kipenzi changu Khatibu, mashallah, umefanya jambo si kwa sababu ya biashara, umefanya jambo kwa ajili ya umma, umefanya jambo kwa ajili ya uzima na afya za watu, umefanya jambo kwa ajili ya kusaidia viumbe na miili yao. Mungu atakujaza kipenzi changu. Wallahi nataka matabibu kama nyinyi, madaktari kama nyinyi, mfano bora kwa jamii, si kwa sababu ya kupata ukala wewe na familia yako au kalipia makodi ukanunua na magari, la, ni kwa sababu wasaidia umma, waitengezea jamii uzima na watu wapoe. Wallahi Mungu akujaze Hatibu, mashallah mashallah mashallah. Dalili ya 5 ya mtu kuwa na jini mchafu. Dalili ya 5 ya mtu kuwa na jini mchafu mwilini ni mtu kusikia kisunzi. Sikia maneno hayo, ni mtu kusikia kisunzi mara kwa mara, kisunzi hakimuishi. Manake kisunzi cha hospitali au cha ugonjwa kina namna yake. Kwa mfano, ukinywa maziwa huna tena kisunzi ya baridi. Kwa mfano, ukienda hospitali ukipewa dawa, ukijulikana na ugonjwa fulani, huna tena kisunzi. Lakini kile kisunzi ambacho waishi nacho miaka wakuwa nacho si kisunzi cha kawaida. Kile ni kisunzi kuwa wewe una ugonjwa wa jini mchafu, umesibiwa, una jini mchafu. Sasa yatakiwa wewe upate, uje ni kutibu, ni kutoe jini mchafu, upate na matibabu ya tiba kama haya mafuta, upakwe mwili mzima, upate nini? Upate uzima wako. Kuna watu wallahi akishikwa na kisunzi afananisha na mambo ya kikawaida mwilini. Yeye ana kisunzi siku zote, lakini asema ana mimba. Mwanamke huyo ati nishi kisunzi, naona mimi kama ninashika mimba. Sasa mimba gani ambayo huu mwaka wa 10? Na haijidhihirishi wala mtoto hakui. Wewe wafuga kisunzi kwa kusingizia mwenye mimba ana kisunzi. Cha mwenye mimba huisha akishazaa au huisha kabla hajazaa, akitumiliwa dawa zikichemshwa, zile dawa za kuchemsha ambazo atapewa anywe, tuzijuazo sisi madaktari. Wallahi kisunzi cha muondoka. Pengine ilikuwa ni damu iko chini, shaelewa, akachemshwa mdalasini wa vijiti kwa wingi, damu ikajiongeza mwilini, na mambo mengine kama hayo. Hana tena kisunzi. Wewe kisunzi chako cha milele, cha kuendelea, cha kila siku. Wewe unasibiwa, unaye jini mchafu, yapaswa utafute dawa ya kumtoa, tiba, na unitafute mimi kama hujui tabibu katika eneo lako. Nitafute mimi Mzimle, nitafute mimi Sauti ya Mzimle, nitafute mimi Mfalme Kaimu, unifikie, nitakutoa jini mchafu na nitakupa dawa za kutumia kutoa au kuregesha viungo mahala pake. Kwa hivyo dalili ya 5 ni mtu kuwa na kisunzi. Dalili ya 6 ya mtu kuwa na jini mchafu mwilini kwake ni mtu kuumwa sana na tumbo, haswa ukiwa kwenye hedhi, damu yako ya mwezi, na kutoa damu nyingi
kwenye tupu yako ya mbele. Kuna wale wanawake ambao wana tabia za kuumwa na tumbo kila siku, tena vibaya sana, lauma kweli. Kisha wana tabia wakiingia kwenye hedhi waumwa zaidi, vibaya sana. Kisha wana tabia tupu hiyo hiyo yenye kuumwa siku fulani ya mimina damu, siku zake zishaisha za hedhi, ye bado ywa bleed, bado yatoa damu tena nyingi, yamtoka kwenye tupu yake ya mbele. Ukiona wewe una dalili hizi, jua kuwa wewe umesibiwa na jini mchafu. Unaye jini mchafu, watakiwa utibiwe, atolewe mwilini kwako, upewe dawa za kunywa, upate uzima wako. Kuna wanawake wapata tabu sana, hasa siku zao hizi zikifika za kuingia kwenye damu zao za mwezi, za hedhi, basi huwa wateseka. Yuwapata adhabu mbili, adhabu ya kwa yeye yuko kwenye damu, na adhabu ya kwa yeye aumwa na tumbo vibaya sana. Aumwa vibaya sana, huku yua bleed, yua mimina madamu, damu za mtoka nyingi. Hii ni dalili yeye unaye jini mchafu, tafuta tiba ya haraka. Dalili ya 7 ya kuonyesha wewe unaye jini mchafu ni wakati wa tendo la ndoa, mwanamke huwa anaumia sana. Wakati wa tendo la ndoa, mwanamke huwa badala ya kusikilia raha lile tendo, kile kitendo au kule kuingiliwa, yeye wasikia kuumia na yualalamika au yualia au yuakataa kitendo kiendelee. Aeza aswa akakwambia naumia, sitaki tena. Na wewe ushashika nini? Ushashika majaddu. Mwanamume sasa akishapanda yale majaddu, handasi ziko juu, hisia zishamtawala, hatajua kama wewe ati una jini mchafu. Hotaki yeye astarehe tupu yako, aiingilie, ajitosheleze. Na akijua mimi naoa, ninatoa mahari na vile vile na nini, na nalisha nkilipia kodi mtu, italeta vita vikubwa. Kwa hivyo hata ukimwambia toka naumia, atakwambia nitakutoa wewe na ibilisi wako. Nitakupiga mangumi, nitakupiga makofi, nitakunyonga, kushika shingo yako, ni koo yako ni nyonge. Wako watu ambao wapitia haya, wapigwa kweli kweli kwenye matendo ya ndoa na waume zao. Wapigwa. Najua wanawake wengi huja kanishtakia hapa, Mfalme Kaimu Mzimle, mimi mume wangu akiniingilia naumia, nikimwambia twapigana, huwa hataki kusikia hilo neno. Namwambia wewe una jini mchafu, ndio kutibu. Njoo tumtoe mnyama. Una wangapi duniani, mamilioni na mabilioni ya watu wanandoa wakiingiliwa raha, hata hataki mtu amalize, wala hataki mtu atoke. Huwa ni sherehe kubwa, na huwa ni nini? Ni furaha. Hata yuwakasirika na mwanamume au mume wake akitoa haraka kwa mimi shachoka, mimi siwezi tena, basi yeye hukasirika, akaona nkati wa raha yake. Kuna watu washerehekea tendo la ndoa, walipenda mpaka walifanya mara 3 kwa siku. Akipiga breakfast asubuhi yuwafanya, akipiga lunch mchana yuwafanya, na kuna dina usiku pia atafanya. Watu walipiga mara 3 na walisherehekea bila kuumia, bila kulalamika, bila kupata athari, kupata gonjwa lolote. Wewe ukiguswa, vita vitatokea vikubwa. Utapigwa, mtapigana, sio? Utalia mpaka tozi la damu, waumia, sio? Ukiona mtu aingiliwa mwanamke au ukijiona wewe mwanamke mume wako akataka kukuingilia, wewe husikii raha, wasikia kuumia, jua unaye jini mchafu. Jua unaye jini mchafu, na atakusababishia kwa tabia hiyo ya kuwa wewe mpaka mupigane, waumia, kujisaidia, na mume naye ataka kujisaidia. Atakufanya au atamfanya mume awe hana tena hamu na wewe huna hamu na mume wako. Kwa hivyo hamu na hisia zitaondoka za tendo la ndoa, na atakufanya utamchukia mume wako, au wewe utachukiwa na mume wako, na atakuona au wewe utamuona adui yako. Angalia starehe imbadilika nini? Starehe imbadilika, badala ya furaha na urafiki ileta huzuni yenye maumivu na uadui. Sasa mke na mume
Waangaliana kama adui, kama mtu na adui wake. Hakuna tena raha wala furaha ya tendo la ndoa, isipokuwa watu waudhika, wakasirika. Na mke mmoja akimwambia mwenzake leo nataka, basi kwafunga giza la dunia. Yule ambiwaye nataka, mwenyewe ajijua maumivu anayoyapata na dhiki, basi aona dunia ishafunga giza, atamani wallahi ukuta upasuke, akimbie. Kuna bwana mmoja alinishtakia siku moja, aliniambia mimi mke wangu kimwingilia mshindani na jeuri sana na hataki, wewe ni udhi nafsi yangu. Paka nkaamua, anaambia mkaamua kabla sijamwingilia nao namfunga kamba za mikono na miguu. Ati akitaka kumwingilia mke wake yuamfunga kitandani kwa kamba mikono yake na miguu yake, ili asiweze kushindana na kupigana na kuvutana, yeye aingie kwa kiwepesi, hata kama yule mwanamke yualia, hata kama yuumia, hata kama yuafanya nini, hata kama yutoka damu za magonjwa, yeye hajali. Hasa ikawa ni kawaida, akitaka kumwingilia mke wake mpaka atayarishe kamba za kumfunga kitandani kisawasawa, kama vile mfungwa mtumwa anavofungwa, kisha ndo amwingilie. Sasa ikiwa kulia, ikiwa kuumia, sasa yasikia ile maumivu, lakini papo hawezi fanya nini, kujitetea wala kupigana, hawezi. Sasa ikawa sasa ni sex role, chelewa, ni tendo la ndoa la design mpya ya kisasa, yani la kamba. Huwezi mwingilia mke wako mpaka ununue kamba. Utaitembelea Nakumatt supermarket ukanunue kamba au mwembe kuku ya kumfunga huyo mwenye starehe. Sasa ilikuwa sasa mwingiliana kama vile mfano wa kinyama au mnyama. Watu wapata tabu bwana. Hawa majini wachafu watu wasiwafuge. Usimweke kwenye mwili wako. Jiangalie wewe watoa jasho gani mwilini. Jasho lako likitoka ni jasho gani? Jasho simple la kawaida au jasho la kunuka vibaya? Na wewe hujajua kama hiyo dalili. Kuna watu hata wajistiri au wajisaidia au wazuia harufu ya mwili wao na jasho lao la mwili kwa kutia mapafyumu mingi. Roloni sijui nini hizo, si perfume gani hiyo, azuia harufu. Sasa ukifanya hivyo ndo njitibu. Unzuia pua leo sisikie ya mtu, ndo njitibu. Bado kutakuja zuka siku ambayo utakuwa huna perfume zinkwisha na vile vile hazipatikani. Utafanya nini? Utasikiwa harufu yako. Watu wajistiri kwa maperfume, maudi, vile vile hayo maroroni, sijui maloloni ya makwapa. Sasa badili ya wewe kutibu au kuondoa ugonjwa, wewe ufita. Mtu akusikia wanukia, kumbe ankupata wakati untia hizo dawa za harufu. Lazima watu wajitibu. Hii ni dalili ya 7 ya kuonyesha wewe unaye jini mchafu ambaye amekutia maradhi, amekusibu. Dalili ya 8 ya kuonyesha mtu anaye jini mchafu mwilini kwake ni mtu kusikia vitu vyatembea mwilini. Kama vile mfano wa kusikia tumboni kwa tembea nyoka, wala hakuna nyoka. Kwa tembea wadudu, na wala hakuna wadudu kama vile tungu, wajikukuta saa nyingine waona labda utambawa. Na vile vile kusikia mshipa watembea ndani ya mwili, watoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wapindwa mara bega, mara wapindwa kiuno, mara wapindwa sijui mguu. Ujue wewe ukiona una dalili kama hizo za wewe kusikia kuwa watembelewa na vitu mwilini na huvioni vitu wenyewe, jua kuwa wewe unaye jini mchafu. Waugua gonjwa la maradhi mabaya, waugua gonjwa la jini mchafu ambaye ni shetani. Yataka upate tiba haraka sana, utibiwe, manake bila hivyo utakuwa watia watu wasiwasi. Kuna bwana mmoja alikuwa na hii tabia, yuasikia kila saa tambaliwa. Watu wote hawasikii. Hasa ukikaa naye mahali kila saa ni mara. Tukiangalia usoni kwake hana kitu. Aliwatia dhiki watu.
Wakamwambia bwana, ondoka bwana. Akaondolewa mbele kikao cha watu. Watia dhiki watu. Wala huonekani unachokikukuta, hakionekani. Wewe wajisumbua tu muda wa masaa. Tena akijikukuta ajikukuta muda, akisikia atembelewa muda wa masaa, si dakika moja wala mbili. Mpaka watu waona huyu kero, huyu dhiki, huyu tumfukuzeni. Waweza fukuzwa. Kumbe mjini mchafu akufanya wewe usipate undugu na watu, na usikae na watu, ufukuzwe na watu vile vile wakukatae kukaa karibu na wao. Haya ndio mambo yawapata watu duniani. Haya ni mambo yawapata watu duniani. Vile vile dalili ya 9 ya kuonyesha wewe unaye jini mchafu mwilini kwako ni kusikia mwili wako watetemeka bila sababu, tena waangushwa. Watetemeka mwili mzima bila sababu, waangushwa. Baada ya tetemeko lile lazima uanguke. Si kupoteza fahamu, wanafahamu, lakini wajikuta uko chini tu. Wajiuliza ninafika vipi hapa chini? Dwa. Unaanguka kama mfano wa nini? Kama mfano wa dafu latoka juu ya mnazi. Na wajaribu zingine kujizuia kushika mahala ili usianguke, watafuta ndia ya kujitetea, pia huioni na mato ya wazi, lakini huwezi shika mahali ukajisaidia usianguke. Kuanguka utaanguka tu. Au kuna watu waangushwa na majini wachafu. Utaona pia mtu yualia bila sababu. Ukimwona mtu yualia bila sababu, jua anaye jini mchafu. Tena kilio chenyewe hatoki magala machozi hana. Yualia bila sababu na kilio chenyewe akiliacho sauti yasikika lakini matozi hakuna. Jua mtu huyu anaye jini mchafu. Au ukimwona mtu ana hasira za kupita kiasi. Yeye hakasiriki tu, akikasirika yuwafanya na kitendo. Ana hasira kubwa na akikasirika utukwata gongo akakupiga nalo, akakupura nalo, ala ajui kama hichi kijiti au hili gongo litampaswa mtu mahala limtoe damu au lilete balaa. Mwenye jini mchafu haogopi kutoa damu ya mtu. Chochote kilichoko mbele yake aweza kichukua akakupiga nacho, ukaonekaniwa wewe wa bleed, watoa damu nyingi na unaumia, na yeye mwenyewe hata hayuko kama anaua mtu au yuua mtu. Yeye kamwe bado hasira ziko juu. Yani bado yuanguruma, bado atakaua. Hizi hasira za kupita kiasi si za kawaida. Kawaida mtu hukasirika akiudhiwa, lakini hasira za kupita kiasi ujue si za kawaida. Si tena za kuudhiwa, za jini mchafu. Huyu mtu apata shida sasa ya kuwa yeye atafanya nini? Atamwaga damu za watu, alafu ashikwe au afungwe, au yeye pia apigwe naye damu yake pia itoke. Pia damu yake nayo pia vile vile fanyike nini? Itoke, kwa sababu anatoa damu za watu na yeye atakutolewa damu na watu. Utaona saa nyingine ni hatari. Ni hatari. Ukijiona mtu hasira nyingi, jua wewe nitafute mimi sauti ya Mzimle. Nitafute mimi Mzimle, nitafute mimi Mfalme Kaimu nikutibu. Huko sawa. Na kama utaona pengine nikupata sana kwangu, ukija kwangu mimi napata sana. Haya inshallah tutangojana tuamkuane kwa simu ukiwa jela Shimo la Tewa ushaua. Kisha waniambia asalamu alaikum Mzimle, mimi nafungwa, nilipiga mtu gongo. Ndikuwa na hasira, sikujua, nikampiga mtu gongo, kashikwa, kaua, kashikwa mimi. Sasa ninafungwa niko Shimo la Tewa. Nisaidie nitoke. Fanya mambo yako huko. Waona watu walivyo utumia wakati kutopaswa kuutumia. Kwa nini usinitafute kabla hujapigwa gongo mtu? Na wewe unajijua na hasira kali. Kwa nini usinitafute kabla hujaua? Nikakuzuilia ambalo lingesababisha wewe kwa jela. Kijana mmoja alifungwa kwa sababu hiyo. Hata ashafungwa anipigia simu sasa. Jini ashamtia kwenye tokomeani. Ashamtia kwenye jongomeo la dunia.
achamtia kwenye kaburi la serikali, anakuwa mfungwa na anaandikiwa atanyongwa. Haya mambo mengine huyajui kama mtu utayapita katika umri, katika haya maisha, katika siku zijazo. Sasa jizuie wewe na hayo yatakayokuja siku zijazo. Vile vile alama ya mtu kuwa na jini mchafu mwilini ni kusikia mwili mzito. Alama ya mtu kuwa na jini mchafu mwilini vile vile ni kusikia mwili mzito. Mwili wako hauwezi fanya chochote, wakataa kuenuka, wakataa kutembea, wakataa kwenda mbio, wakataa kufanya shughuli za kazi majumbani. Hautaki kujishughulisha, mwili unchoka, waumwa, chelewa, mzito. Hata ukitaka kuenuka hapa mpaka pale pia, yani hatua moja ya wapika, mbele ya hatua yako moja kuna mkebe wa chumvi, ataka kutia chumvi kwenye mtuzi, lakini uwezi uenukia ule mkebe ukaondoka utwa mpaka uite mtu aliyoko huko chumba cha 10, njoo. Watoto wengine wapata tabu majumbani, na watu wengine kana watu hawa wenye maradhi ya shetani, wenye maradhi ya jini mchafu, wasumbua watu sana. Yani yule atakayetoka chumba cha 10 kule yuko mbali sana, amgojee yule mpaka aje amletee mkebe ambao uko mbele uso wake wa chumvi. Ya una tabu, una uzito, mwili uenuki kwenda kuchukua mkebe, na ni kuenuka kwa hatua moja tu akautwa. Sasa maskini ya Mungu atesa watu, aita watu waje wamsaidie. Vile vile dalili ya 11 ya kuonyesha mtu ana jini mchafu mwilini kwake au unaye jini mchafu ni kumuona mwanamke au mwanamume adai talaka bila sababu za kimsingi. Ni kumuona mwanamke au mwanamume adai talaka bila sababu za kimsingi. Kuna watu hao wanjaa kule mafaili yao ofisini kwa chief kadhi. Yani roho tu haitaki tena mume, wala mume hataki tena mke bila sababu. Lazima kuwe na machukivu bana, lazima kuwe na jambo halina budi tena, lazima kuwe na hatari. Kuna hatari fulani ya kabili ndio utake talaka. Kiwa pengine wataka talaka kwa sababu mume anakuambia mpaka nitakuchinja kama anavyochinjwa mbuzi wa Idi Kuu, na ukamuona kwenda dukani anunua kisu, ankuja nyumbani akitia makali, chelewa, kisha yakisemea kile kisu, haya kaa tayari kula damu, tutakula damu ya mtu. Sasa pale zaomba talaka, manake unaandaliwa kifo kwa wewe, utatolewa duniani, usiishi tena, yeye endelee kuoa mke mwingine aishi. Sasa hapo mwanamke afaa umetalaka, manake kuna tahadhari ya kifo, kuna hatari ya kifo, kuna kuuawa. Utangojani mpaka uwawe ndio dai talaka ukiwa maiti kaburini? Liombe talaka yako ikiwa ushaona kuna hatari, chelewa. Na kunao watu waonyesha wazi, mimi nikisema nitafanya. Kuna wanaume wengine akikwambia yuasema ujue yua atafanya, si jokes, si dhihaka. Vendelea kunitezea mke wangu, mimi siku moja mpaka nitainywa damu yako. Jokes kama maneno kama hayo, kwa zunguzwa damu, wewe anza kuomba talaka. Lakini kuomba talaka bila ya maneno hayo, hakuna sababu yoyote ya hatari wewe kuomba talaka. Wajisikia tu unaamka asubuhi moja, wewe utaki mume, utaki mke, haya nataka talaka yangu. Tena waifanyia sherehe, chelewa, waitangazia mji mzima, kila mtu ajue watakaatwa, au kila mtu ajue watakatamke. Na kisha enda wapi? Enda lazimishwa mahakamani kwa chief kadhi, kwa wazee. Ukiona mtu aomba talaka bila sababu maalum, jua huyu anaye jini mchafu, na kazi yake jini mchafu kuvunda ndoa za watu kwa kuzitakisha talaka. Huyu jini mchafu ni kazi yake hiyo. Mmoja katika mafanikio makubwa ambayo akifanya, basi akifika kule, kama mnavyosikia kuna Ibilisi ambaye mama yao mashetani wote, hizi kazi wanazozifanya mtana kutwa, usiku jioni wenda kazi ripoti kule kwa mama, na kila mmoja ueleza kazi aliyoifanya. Mimi leo nafanya mtu anaiba, mimi leo ninamfanya mtoto hakwenda madrasa, mimi leo ninamfanya fulani na fulani wasengenyana,
mimi ninamfanya fulani anasema urongo, mimi ninamfanya fulani hakuswali. Yani waripoti zile tabia ambazo wamemshinda mwanadamu kwa kumpotosha, lakini hawapigiwi kofi. Atakayepigwa kofi akaambiwa congratulations, you have done a good job, ni yule atakayesema mimi nafanya duniani leo mke na mume wametaka talaka, wameatana. Ni mke anataka talaka au mume amempa mke wake talaka bila sababu, mimi ninasababisha, basi upigwa kofi akamwambia wewe umfanya a good job, you have done a good job, umefanya kazi nzuri, wewe ndo leo mshindi wa leo, apewe na zawadi na nini na nini, atunukiwe nishani ya shetani bora au ibilisi bora. Pia mashetani wana celebration zao, kuna siku wapewa nishani na wao. Wewe mkaa tu hapo waona mambo mengine kawaida. Si kawaida, mambo mengine si kawaida duniani. Ni nishani za vishwa viume visivyoonekana, venye uwezo, vilivyowezeshwa, vilivyotaka uwezo kwa Mungu viharibu, na vimpewa uwezo waweza haribu, na vilivyopewa uwezo huo vikasema nini? La ughwiyannahum ajma'in, tutawaangamiza, tutawapotosha, tutawaharibu wote. Nani hao? Binadamu. Wewe waona nitakuwa promise gani shetani ibilisi kwa Mungu? Wewe waona ukae tu hivi hivi kisha mengine uyaone labda pengine ni kutotaka tu, mimi nilitaka kuoa, nilitaka kuolewa, sasa sitaki. Si kawaida. Jambo la ndoa halivundiki. Likivundika lina sababu, na kama halina sababu lina mwenye sababu, na ni huyu jini mchafu. Huyu ndio mwenye sababu aliyoileta wewe watwe au wewe wate mke. Angalia watoto baada ya hapo watakavoteseka. Wagawanywa, tukua watatu, tukua watatu, au wote enda kwa baba mmoja, mama bakia bila watoto, au wote enda kwa mama, baba naye bakia bila watoto. Kila mmoja atafuta jahazi lake la dunia jengine. Yule naye atakaa na watoto, hana mume, apata tabu. Huyu naye atakaa au mke mwingine atupe watoto, hawatile mbali. Hii itatokea sasa, wanaopata athari, wanaopata maumivu, wanaodhulumika ni watoto. Ni watoto. Sasa wewe uliatani mpaka akafika paka mahala ibilisi akakwambia omba talaka. Kwa nini hukuweza wewe kumzuia shetani huyu yule ndani ya mwili ambaye ni mchafu, kwa utatoka ili usiniwezeshe mimi, usinitakie mimi, wala usinambie mimi niombe talaka? Kwa nini? Na watu wengine wataka watadhakkar, wataka watu wafungue vitwa. Wewe wakati mlitakana hamukudhani wala hamukuwa na kiapo cha kuatana, na maneno yalikuwa matamu na yalikuwa na kuendelea. Maneno yenyewe yalikuwa ya kuendelea kwa mimi na wewe mpaka peponi. Mbona ya katika duniani nsundie pepo hiyo ndo mshaipata? Hapo mnapopeana talaka baada ya miaka 3 na 5 ndo mshaingia peponi hivyo. Promises zingine za unafiki tu duniani. Chelewa za kufuga nini? Ndwele, magonjwa machafu, kisha alafu maja maugua nyote. Haya mambo ambayo hayatakiwi min mustakbalil qaum, hayatakiwi kuendelea duniani. Yasiwe na nini? Yasiwe na mwendeleo. Kila mmoja azuie jini mchafu. Kama unazo dalili hizi ninazozitaja za huyu jini mchafu, anza kunitafuta mimi Mzimle au mimi Mfalme Kaimu, au tafuta mtabibu yoyote mtakaye kwa unaye karibu, upate tiba. Upate tiba, usije ukaja kupata talaka. Ukaatwa bila sababu, ukataka talaka bila sababu, kisha baadaye waona mtu baada ya miaka kupita, wallahi wengine wanijia mimi, ati mimi wallahi hata sikutaka hiyo talaka, sijui niliomba vipi talaka, sijui nilimwata vipi mke wangu. Hapa majia na vilio hapa malia, waume kwa wake. Mume atafuta mkewe, mke atafuta mumewe. Yule ana majuto, yule ana majuto. Wakati ule ulikuwa mmshiriki ibilisi, mlikuwa karibu na meza yangu. Mlinitafuta kwa ushauri. Sisi tutakatana baba, hebu tuangalie ni kawaida au ni ibilisi? Ni shetani jini mbaya nikakutengeza mambo yako yote. Chelewa. Lakini mtu hajui lolote. Angojea mambo yampate, yamsibu, yamfike, alafu tena haya ndio atafuta tiba na dawa. Hakuna lolote ambalo litakuwa sasa yeye ni mwenye kujisaidia nalo, isipokuwa ni mwenye kuugua gonjwa chafu
na mwenye kutaka sasa hayo matalaka. Vipenzi vyangu wa sauti hii ya Mzimle, mpaka kufikia hapa kuwa tumesoma hii dalili ya jini mchafu ambayo huzunisha, sikitisha, kwa mtu huenda akaomba talaka bila ya sababu, na waja akateseka waja wa Mungu, watoto malaika waliozaliwa, wakaja wakakosa mmoja baba mmoja mama, au wakakosa wote wawili, wakapelekwa kwa nyanya wote wawili, kwa baba na mama wako mbali mbali na wao. Muwazaliani. Nisikizeni kwa sauti yangu hii ya Mzimle na kwa neno langu la world warning, kama wewe hujawa wakuzaa usizae. Muwazaliani. Wasababisha mtu amkosa babake, mtu amkosa mamake, au nyote wawili wawakosa. Enda kwa nyanya, enda kwa babu, enda kwa shangazi. Mwayajua yanawapata watoto akifika huko mara nyingine. Kibao chengine hicho darasa zitakazofuatia baadaye inshallah. Mpaka kufikia hapa sina budi kuwashukuru vipenzi vyangu nyote mlionisikiza kwa siku ya leo kwa sauti hii ya Mzimle. Kipindi hichi ni chenu cha wapenda sana, na nyinyi kipendeni inshallah. Na vile vile naishukuru Station TV ya Mzimle ikiongozwa na Khadija Abdallah Mwinyi, program manager, Safia Ali Ahmed, chief engineer, Khadija Yusuf Uthman, Zainabu Yusuf Uthman, director, Evans Absolo Juma, managing director, na Mwana Hamisi Muhammad Guyo kama mtayarishaji wa mavazi yangu. Nikiwaaga nikiwaambia tutakutana kipindi kijacho inshallah. Muwe karibu sana na sauti ya Mzimle, musipitwe na kipindi. Shukran vipenzi vyangu, wa jazakallahu khair.